Neema analia kwa sauti ndogo. Lulu amshika akimtikisa kwa upole. Pole mwanangu, najua una njaa. Anatafuta kitu cha kula, hakuna chochote. Anasimama kimya, machozi yanamtoka. Mwenye nyumba anafika. Lulu! Fungua! Kodi miezi 2. Utaondoka lini? Naomba muda kidogo na nina mtoto mchanga. Hayo sio matatizo yangu. Kesho nataka pesa, la sivyo utoke. Kesho yake asubuhi, mwenye nyumba anarudi na watu wawili. Nilikwambia nini? Tafadhali nipe siku moja tu. Chelewa sana. Vitu vya Lulu viko nje. Amekaa pembeni, amembeba Neema. Majirani wanapita, wanamwangalia tu. Machozi yanamtoka kimya kimya. Ghafla sauti ya mama Rehema. Lulu? Mama. Uko hivi na mtoto mchanga? Ndiyo mama. Mama Rehema anamsaidia kubeba vitu. Njoo kwangu kwa muda, siwezi kukuacha hivi. Sijui nitakulipa nini, utanilipa kwa kumlea huyo mtoto vizuri. Nuru ya asubuhi inaingia dirishani. Neema amelala kwa amani. Lulu anasafisha nyumba kwa bidii akionyesha shukrani. Una haja ya kufanya yote haya, pumzika kidogo. Umenisaidia sana, lazima nijitume. Wakiwa wamekaa sebuleni wanakunywa chai. Baba wa mtoto yuko wapi? Alinikataa tangu siku ya kwanza. Wanaume wengine hawajui thamani ya walichonacho. Nina rafiki yangu anahitaji mtu wa kufua nguo mara 2 kwa wiki. Kweli? Ndiyo, sio pesa kubwa, lakini ni mwanzo. Asante sana. Anafua nguo za watu. Hakuna kazi ndogo kwa mtu anayepigania maisha, hasa akiwa mama. Nitafanya kila kitu kuhakikisha una maisha bora kuliko yako. Baada ya miaka 7. Mama, nimepata 100 shuleni. Hiyo ndio furaha yangu mwanangu. Kelvin sasa ni tajiri zaidi. Wakati Lulu anapambana na maisha, mtu mwingine aliendelea mbele bila kuangalia nyuma. Hakuna biashara ya kushindwa akisha mkataba unasainiwa leo. Kelvin akiwa nyumbani na mke wake na mtoto wake mdogo wa kiume Brian. Wanafanya kazi sana. Hivi ndivyo maisha yalivyo. Baba? Neema akiwa shuleni, Neema darasani anafanya vizuri. Neema, mtoto mzuri, una akili sana. Soma kwa bidii wangu. Mama, baba yangu yuko wapi? Siku moja utajua, lakini kwa sasa mimi ndiye kila kitu chako. Miaka ikapita, hatimaye Neema kamaliza form 4. Wazazi wengi wanatamani watoto wao wafanikiwe, lakini si wote wanaweza kufanikisha ndoto hizo. Hadi sekondari sare vitabu nitatoa wapi? Upande wa pili, Brian akiwa shule ya kifahari akiwa na marafiki zake anacheka. Baada hapa tunaenda chuo kikuu nje. Lulu anajaribu kuomba msaada kwa mtu mmoja aliyemfanyia kazi. Naomba mkopo, binti yangu amejiunga na sekondari. Hayo ni matatizo yako. Usiku, Neema anakaa na mama yake. Mama, labda niache shule. Hapana. Sitaki uishi maisha kama yangu. Tafadhali usiseme hivyo tena. Neema hakuendelea na masomo, anajaribu kuomba kazi kwa majirani. Naweza kusaidia kufua au kusafisha? Tuna mtu tayari. Anakataliwa tena. Yule msichana si alikuwa anasoma? Ndio, umaskini mshinda. Ningekuwa na nafasi, ningekuwa mbali sasa. Nimekuangusha mwanangu? Hapana mama, wewe ndiye kila kitu nilicho nacho. Siku chache baadaye, mama Rehema anapokea wageni. Nilikuwa nawaza sana kuhusu ninyi. Neema kakuwa sana sasa. Na shule alishindwa kuendelea. Kuna mtu ninamfahamu anahitaji mfanyakazi wa ndani mjini. Sio kazi rahisi, lakini inaweza kusaidia maisha yenu. Na mazingira yake yakoje? Ni familia ya kitajiri. Sitaki uteseke huko. Mama, tayari maisha yanatutesa hapa. Nataka kukusaidia kama wewe ulivyobana kwa ajili yangu. Lulu anavunjika moyo lakini anakubali. Jihadhari mwanangu. Nitakuwa sawa mama. Neema anaenda kwenye maisha gani huko mjini? Je, familia hiyo ni aina gani? Dondosha komenti yako, tukutane sehemu ya 4. Chao.